Sasa hapo Esther Matiko mimi nimemsikia Esther Matiko amesema kitu kizuri sana. Ndio. Mimi niko anakuja kazini alfajiri ile. Kesho kuna hadithi. Narudia story hiyo. Saa 12 ile. Napita kwenye moja kati ya duka maarufu sana mitaani kwetu pale. Vijana wamekaa na kula vyombo. Duka nauza chakula. Ndio ile analizungumza Matiko. Sasa kuna kipindi nchi unajua sisi tumeweza kazi saa 4 asubuhi Kwa hiyo mimi yangu nazungumza saa 6. Tunaelewa ikifika saa 12 nishatepeta naenda nyumbani kupumzika. Siku nyingine tena Magufuli hatudhibiti sisi. Hamna yani ukikuta na glasi ya bia umededi. Sasa nje ya muda. Si mnakumbuka wazee wangu? Tuliteseka sana. Kumbe wanaweza. Kumbe wanaweza kuenforce. Wakiamua. Sasa unauzaje pombe kwenye maduka yote yani mpaka vibanda vidogo. Yani unauzaje pombe hivyo? I mean fanya iwe ngumu patikanaji wake basi. Si ndio? Vinginevyo vijana wanapata kirahisi. Tulidhibitiwa sisi kunywa mchana. Yaani afungui mwenye shughuli. Na nchi kaenda. Na hamna aliyekufa. Hakuna aliyekufa. Maduka ya vyakula yanauzaje? Wanawapimia Musa. Halo wana kibilauli kimoja kiko kama hivi. Bwana wewe. Yaani imekuwa duka la chakula imekuwa baa cha kupima hicho. Yaani kijana anaamka saa 12 anaenda kupimiwa. Anatoa loki. Sasa hivi washalewa sasa hivi. Saa moja hii. Wako washachaka. Ndio maana wakati mwingine jamani ukimkuta kijana anaikanyaga ile bodaboda anakwenda nayo namna hii analala nayo hivi. Mpishe. Yuko na ndala zake chini. Wewe mpishe sendo anaiweka hivi namna hii. Sasa wewe huyo mpishe. Hichi anacholalamika huyu mzee mwenzangu hapa. Hizo pombe anazozungumza huyu. Na mheshimiwa mbunge. Walevi wake wote wanafanana sura. Wote wanafanana wote. Sura. Yaani ni sumu kweli. Wanakovu hapa. 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 Na meno ya mbele wengi hawana. Alafu sijui zina nini. Yaani kijana anaweza akawa mtanashati hivi. Ukimpoteza miezi 3 au anaamka asubuhi. Ukikutana naye uwezi kuamini. Chaka. Yaani achani tena nywele, hataki tena kuoga, hataki usafi, akipata buku tu kapima. Yaani kapima buku tu. Na hao nao wasema akienda trip moja ya buku akirudi kwa sababu wanapima kuanzia jelo. Kuna kipindi hapa tulifuta viroba hapa. Hasa wale mabwana wamezunguka. Yaani ile kiroba imezunguka imeenda kwenye vipimo. Kwa tafiti zangu vinauzwa 2000. Kwa hiyo imefika wakati yani upatikanaji tunacholalamika ndio hicho. Imefika wakati mimi nina buku na una buku. Tunachanga kwa kichupa kile.